Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Bana, msanii Zuchu tangu ajiunge katika lebo ya WCB Wasafi mnamo mwaka 2020 amekuwa ni msanii ambaye ameweza kuleta matokeo chanya sana katika sanaa ya muziki, lakini pia amekuja kufanya mapinduzi makubwa sana kwa sababu tu hapa Tanzania basi tuna uhaba wa wanamuziki wa kike ambao wanafanya vizuri kama msanii Zuchu. Ukiangalia kile kipindi cha nyuma kabla Zuchu hajajiunga katika lebo ya WCB, bana, msanii Nandy alikuwa ndiye msanii wa kike wa pekee ambaye anafanya vizuri, lakini pia ndiye msanii wa kike pekee ambaye alikuwa anaimba kimataifa zaidi au anafanya collab na wasanii kutoka nje ya nchi ya Tanzania, tofauti na wasanii wa kike wengine ambao walikuwa wanafanya vizuri katika sanaa ya muziki. Ngoja nikurudishe nyuma kidogo, kipindi ambacho msanii Zuchu alisajiliwa katika lebo ya WCB Wasafi. Kwanza kabisa mashabiki waliweza kumpokea kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia ni kama vile Zuchu nyota yake iling'aa katika sanaa yake ya muziki, bana, haijawahi kutokea msanii wa kike akapata mafanikio kwa urahisi au tunaweza kusema kwa haraka kama hivi. Ukiangalia alijiunga katika lebo ya WCB mwaka 2020 na kwa sasa hivi tupo mwaka 2025. Ni miaka mitano tu imemtosha Zuchu kujitambulisha yeye ni nani, lakini pia ni miaka mitano tu imemtosha Zuchu basi kutangaza vita kwa wasanii wa kike wa hapa nchini Tanzania na kujionyesha kwamba yeye ndiye queen wa Bongo Flava. Hakuna msanii wa kike ambaye anamfikia Zuchu kwa matambo, lakini pia kwa nyimbo zake, lakini pia kwa sauti. Bana, mpaka inafikia hatua Zuchu anapata matamasha makubwa ambayo hata wasanii wa kiume hawajaweza kupata hayo matamasha. Ukiangalia tamasha la Chani, la mashindano ya Chani ambalo lilifanyika pale Kenya, Nairobi, bana, tuliweza kushuhudia Zuchu aliweza kufanya vizuri sana. Lakini pia hili tamasha la juzi kati hapa katika Yanga Day, Zuchu alikuwa ni msanii ambaye aliweza kukosha nyoyo sana za mashabiki wa klabu ya Yanga na alifanya vizuri sana. Unaweza kuona yote hayo ni matamasha makubwa ambayo nimeweza kukutajia, ambayo Zuchu ameweza kufanya vizuri na kujitambulisha yeye kama queen wa Bongo Flava, na kuona ni kwa namna gani anaweza kubadilisha huu muziki wake basi ukawa muziki ambao utaelimisha jamii, ni muziki ambao utaweza kuonekana kwa watu kwa namna ya tofauti. Wengine wakiwa wanadai kwamba huenda basi kwa sababu tu mama yake Hadija Kopa ni mwanamuziki, basi Zuchu imekuwa ni rahisi sana kutoboa. Tunaweza kusema Zuchu amepitia mateso mengi sana magumu. Mama yake Hadija Kopa ni shahidi, aliwahi kuzungumza wazi kwenye mitandao ya kijamii na kudai kwamba Zuchu kuna kipindi aliwahi kumfuata Diamond na kumwambia naomba ni saini katika lebo yako ya WCB, na Diamond akamkatalia na kumwambia kwamba endelea kupambana kufanya mazoezi zaidi, na baadaye basi nitakuja kukukubalia ombi lako endapo utanionyesha una kitu cha tofauti ndani yako. Sasa mama Zuchu Hadija Kopa alidai kwamba Zuchu alipitia kipindi kigumu sana, kwenda kwa Diamond kukataliwa, kwenda kukataliwa, na baadaye msanii Diamond alikuja kushangaa namna ambavyo Zuchu aliweza kuperform live na akaweza ku-maintain sauti yake kwa muda mrefu na kufanya vizuri, na baadaye Diamond akaona kweli huyu binti ana kitu, ameweza kunionyesha kitu ndani yake. Mpaka siku ya leo na muda kama huu tunaweza kusema na mwaka kama huu 2025, msanii Zuchu anafikia hatua basi anakuwa mke halali wa msanii Diamond Platnumz, lakini pia inafikia hatua msanii Diamond anaona hapana, huyu hawezi kuwa tu msanii wa lebo bali kwa sababu tu ni mke wangu basi anatakiwa kuwa na cheo kingine, anatakiwa kuheshimika na wafanyakazi wengine, kwa sababu tunafahamu Diamond ana sekta nyingi sana, ana upande wa media, ana upande wa lebo, lakini pia ana upande wa michezo ya kubashiri hii betting. Sasa ukiangalia Zuchu ni mwanamke wake, akaamua basi aweze kumpatia nafasi Zuchu ya kuchagua anataka kukaa katika upande gani, anataka kuwa bosi katika kitengo gani, ili mradi tu Diamond basi aweze kumpatia. Kila mmoja anajiuliza Zuchu kampatia nini Diamond mpaka Diamond anaweza kumfanyia mambo yote haya. Tunaweza kusema ni upendo wa dhati ambao Zuchu amekuwa akimuonesha, lakini kikubwa zaidi basi kwa wanawake ni uvumilivu. Unataka kumvumilia mwenza wako. Hao wanaume mambo na tamaa, basi kitu ambacho unatakiwa kukifanya kama mwanamke basi ni kumvumilia mwanaume wako, ili mradi tu mwanaume wako aweze kuona ile thamani ya uvumilivu kwako na aweze kukuthamini kwa kiasi kikubwa sana. Unaweza kumuona Diamond ana wanawake huko nje, lakini kwa Zuchu apenduki. Akirudi ndani kwake kwa Zuchu basi anasimama kama mwanaume kamili, na Zuchu anasimama kama
mwanamke. Sasa unaweza kuona Diamond siku ya juzi aliweza kutangaza wazi kwamba kwa sasa hivi anatamani sana Zuchu aweze kuchagua ni wapi ambapo anaona yeye anafiti, ili mradi tu aweze kumpatia cheo, yani anapanda cheo kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya Zuchu mkataba wake kuisha katika lebo ya WCB Wasafi, basi msanii Diamond ameweza kumpatia Zuchu uhuru kwamba achague ni kitengo gani ambacho ataweza kukisimamia, kitengo chochote katika upande wa media, upande wa lebo au upande wa betting. Sasa siku ya leo Zuchu ameweza kuruka live kupitia ukurasa wake wa Snapchat na akaweza kuzungumzia hilo swala. Kwanza kabisa akadai ana furaha ya ajabu kuona kwamba Diamond anamwamini. Diamond kamuona kwamba huyu mwanamke anafaa kwa kiasi kikubwa mpaka kufikia hatua anaambiwa achague atakuwa katika upande gani, atakuwa CEO wa upande gani, kama ambavyo Diamond yeye ni CEO katika pande zote kwa sababu tu ndiye mwanzilishi. Sasa Zuchu akawa amefunguka. Kwanza kabisa akawa anawaambia mashabiki zake, mimi nina furaha jamani, nimefurahi sana Nasibu kuweza kunipatia nafasi au cheo katika kazi zake au katika makampuni yake, basi ni karama kubwa sana, lakini pia ni nafasi kubwa sana ambayo msanii Diamond Platnumz ameweza kunipatia. Kwanza kabisa Zuchu anakuambia kwanza anatamani sana mashabiki zake wachague, wamuoneshe ni upande gani ambao yeye Zuchu anaweza akafiti katika upande wa lebo au anaweza akafiti katika upande wa betting. Lakini baadaye Zuchu alijibu na kudai kwamba yeye binafsi amechagua katika upande wa lebo kwa sababu muziki ndio kitu ambacho anakifahamu. Afahamu sana masuala ya utangazaji na ndio maana hajataka sana kubezi kwenye mambo ya media, na yeye amedai kwamba anataka kubezi sana katika mambo ya kuendesha hiyo lebo ya WCB Wasafi. Bana kivumbi, tunaweza kusema lebo zingine hapa nchini Tanzania zinatakiwa zijipange kwa sababu Zuchu ni msanii ambaye wa tofauti sana, ana ubunifu wa hali ya juu, anajua ni nini ambacho anakifanya kwenye muziki na anajua ni engo gani ambayo anaweza akagusa muziki ukaweza kufika mbali zaidi, na wasanii ambao watakuwa katika hiyo lebo watakuwa ni wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwa sababu Zuchu ni msanii ambaye anafanya vizuri, lakini pia Diamond ni msanii ambaye anafanya vizuri. Sasa ukiangalia hawa ma CEO wawili wakiungana, bana itakuwa ni hatari sana hapa nchini Tanzania. Wasanii ambao watasajiliwa katika hiyo lebo watakuwa ni wasanii ambao watafanya vizuri, na tunaweza kusema watakuwa ni wasanii ambao wanajielewa kwa kiasi kikubwa na baadaye kufikia malengo yao. Na lebo ya WCB haijawahi kukosea. Wasanii wengi ambao wanapita katika hiyo lebo wanakuwa na mafanikio makubwa sana. Unaweza kujiuliza siri ni nini? Siri ni kwamba msanii Diamond amewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika upande wa wasanii, na Diamond akiamua kukusaidia na utatoboa, ni utatoboa tu jamani. Ukiangalia kwa msanii Harmonize, ukiangalia kwa msanii Rayvanny, ukiangalia kwa msanii Mbosokani, unaweza kusema msanii Diamond kwa kiasi kikubwa sana ameweza kutumia nguvu kubwa kwa hao wasanii ili mradi kuwapushi na kuwasaidia ili mradi tu waweze kusonga mbele, licha ya kwamba baadhi ya wasanii wanaona hakuna mchango, lakini wengine wanaona mchango ni mkubwa sana wa msanii Diamond Platnumz katika sanaa nzima ya muziki. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Unafikiri bana Zuchu atakapokuwa CEO na Diamond wakiungana kwa pamoja kuna kitu gani ambacho kitatokea? Hii collab sio collab ya mchezo. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, like na turn on notification.